Wapenzi watazamaji wa hichi kituo cha Tanzania News Today, mahala popote mlipo, ninawasalimu hamjambo. Ninawatakia wikendi njema. Karibu tuzungumze yale yote ambayo yanazidi kutendeka. Mimi ni mtangazaji wako Bwana Ezra. Nimekuja kwa amani. Mimi kazi yangu ni kuwahabarisha, na kazi yenu ni kunisikiliza na kutoa maoni. Mimi sio mbaya. Taarifa za hivi punde ni kwamba kamanda wa polisi mkoa wa Tabora, kamishena msaidizi mwandamizi wa polisi Richard Abwao amefariki dunia. Huyu kamanda wa polisi wa Tabora, kipindi ambapo ameaga dunia, nimestajabishwa kuona raia wanapiga shangwe, wanapiga sherehe, wanashangilia mitandaoni kwamba mkuu wa polisi RPC ameaga dunia. Sasa mtazamaji wangu, siku hizi ni sherehe polisi akiaga dunia. Sasa Bwana Richard Abwao ameaga dunia hii leo Jumamosi ya tarehe 20 Juni mwaka 2026 katika hospitali ya taifa ya Muhimbili jijini Dar es Salaam, wakati ambapo alikuwa anapatiwa matibabu. Sasa akizungumza na vyombo vya habari, msemaji wa jeshi la polisi Tanzania DCP David Misime amesema ni kweli aliyekuwa kamanda wa polisi mkoa wa Tabora, kamishena msaidizi mwandamizi Richard Abwao ameaga dunia leo Juni 20 mwaka 2026 katika hospitali ya taifa ya Muhimbili alipokuwa anapatiwa matibabu. Bwana Misime ameongeza kuwa taratibu nyingine zinazohusiana na msiba huo zitatangazwa baadaye. Lakini nimejaribu kuangalia mitandaoni, mbona wananchi wanapiga shangwe? Ninaomba nikueleze ni kwa nini. Kwa sababu angalia kama hapa, huyu ni mwanaharakati mwenye anaitwa Hilda Newton, akaandika hivi: usiposhukuru kwa kidogo hawezi kupea kikubwa. Walivyokuwa wanaua watu Oktoba 29, mie nilidhani wao wataishi milele. Kisha hapo chini akaweka picha ya huyo afande wa polisi, ama ukipenda kamanda wa polisi mkoa wa Tabora Richard Abwao mwenye ameaga dunia. Yaani anasema kwamba asipomshukuru Mwenyezi Mungu Allah aliye mbinguni kwa kumchukua afande Richard Abwao hataweza kuwapea kikubwa. Lakini akatetea hoja yake kwamba hawa polisi walikuwa wanaua watu Oktoba mwaka uliopita kipindi cha maandamano. Komenti nyingine, naomba mnipee wakati, kwa sababu mimi nataka nisungumze kitu ambacho nakiona. Liza Mayon akasema hivi: asante Mungu kwa hii kidogo, tunaomba ile zawadi kubwa inayotoa matamko huko juu kutishia watu, tunaomba please na tuseme amina. Ninajua mmefikiria mahala ambapo huyu Liza Mayon anafikiria na yeye. Amesema kwamba Mwenyezi Mungu asante kwa kumchukua huyu polisi, lakini vile vile tunaomba pale juu, yule mwenye anatoa vitisho pale juu akitishia raia. Ni nani huyo? Ni nani yule mwenye alisema eti kwamba polisi walifanya kazi nzuri kuwaua wananchi upande wa Dar es Salaam, eti hadi leo ukiwaambia wananchi waende kuandamana hawataenda? Ni nani yule? Ni kiongozi mgani yule wa taifa mwenye alisema hivyo? Bwakila akasema hivi: kuna muda Mungu anaamua kuifurahisha dunia. Sisi tunashukuru kwa hichi kidogo, japo
ni off target. Shadrach Richard akasema kwamba Mungu ni mkubwa na apewe sifa, lakini tunashukuru kwa hichi kidogo. Mwingine mwenye anaitwa Yesu atosha akasema kwamba shetani mmoja akifa lazima watu wafurahie. Sitaki niendelee kuzungumza komenti zote mtazamaji wangu, kwa sababu komenti zote ambazo zipo hapa ni za shangwe. Wananchi wanapiga shangwe kwamba mmoja wa polisi ameaga dunia. Unanielewa mtazamaji wangu? Na si vizuri, unajua, tufurahie kifo. Sio vizuri kabisa kufurahia kifo kipindi ambapo tumeondokewa na mtu mmoja. Lakini wananchi ukiona kwenye komenti zao jinsi ambavyo wanazungumza, wanasema kwamba polisi kuna mambo ambayo waliwafanyia. Kitu hicho kimefanya mpaka kipindi ambapo polisi anaondoka, wao wanaona ni kana kwamba ni shangwe. Sasa katika kanda hii naomba niweze kuchanganua kauli moja mbili, ni kwa nini wananchi unaona kila wakati polisi au kiongozi wa hii serikali ya CCM na polisi anapoaga dunia katika taifa letu la Tanzania, unapata kwamba raia wanapiga shangwe. Subscribe hapo chini na ulike video tafadhali. Mimi ninaona kitu cha kwanza, majeraha ya uchaguzi wa mwaka 2025 bado haijaweza kutibiwa. Haya majeraha yanapaswa kutibiwa kivipi ndiposa afisa wa polisi akiaga dunia wananchi wasisherehekee? Ndiposa kiongozi wa CCM akiaga dunia wananchi wasisherehekee? Kwa sababu kuaga dunia kupo. Hata mimi naweza nikaaga, hata wewe mwenye unanitazama, kuaga kupo. Hiyo ni mipango ya Mwenyezi Mungu. Lakini mbona wananchi unaona wanapiga shangwe polisi anapoaga dunia, kiongozi wa CCM anapoaga dunia? Nimekueleza kwamba ni majeraha ya uchaguzi wa mwaka uliopita bado hayajaweza kutibiwa. Yanapaswa kutibiwa kivipi? Kuna ripoti ambayo iliweza kuandaliwa na Jaji Chande, ripoti ambayo ilichukua zaidi ya miezi 5 kuandaliwa, kuhusu ni kipi ambacho kilisababisha maandamano, kuhusu ni watu wangapi ambao waliuawa, kuhusu ni akina nani ambao walikuwa wanaua wananchi, kuhusu ni kipi ambacho kilisababisha wananchi wakaaga dunia. Sasa cha kushangaza, ile ripoti ya Jaji Chande ilipata kwamba watu 518 waliuawa. Lakini cha kushangaza namba moja, ile miili ambayo wanatuambia kwamba watu 518 waliuawa, hatujui hiyo miili mahala ambapo ilipo. Hatujawahi ona mazishi yakiandaliwa tuambiwa kwamba huyu ni yule mwenye aliaga dunia. Watu ambao walizikwa ni wachache sana. Wengine miili yao ilipelekwa wapi? Bado majeraha ya uchaguzi bado hayajaweza kuponywa. Namba mbili, majeraha haya bado hayajaweza kuponywa kivipi? Baada ya tume ya Jaji Chande, watu walikuwa natarajia au raia walikuwa natarajia katika ile ripoti ya Jaji Chande iseme kwamba mtu fulani na fulani walikuwa wanasababisha vifo, au ndio walipiga wananchi risasi tua, wakamatwe, wafunguliwe mashtaka. Hadi wa leo hakuna afisa hata mmoja mwenye amechukuliwa hatua, mwenye amekamatwa isemekane kwamba huyu ni miongoni mwa wale ambao walikuwa wanawaua wananchi. Hakuna. Sasa bado majeraha na maumivu ya uchaguzi uliopita bado wananchi hawajaweza, ama maumivu yale bado hayajaweza kutibiwa na hayajaweza kupona, na ndio maana unaona wanapiga shangwe. Mfano, mtu aliyepoteza ndugu yake bila kupata majibu, akisikia habari ya askari kufariki au hata kiongozi wa CCM kufariki, ubongo wake unaweza kupata hisia ya kisasi kwa sekunde moja. Anaona kwamba hata yeye ameweza kulipishiwa kisasi. Na ndio maana unaona wengine wanashukuru Mungu, asante kwa hichi kidogo, asante kwa hichi kidogo. Majeraha ya uchaguzi kama vile wananchi walikuwa wanatekwa, wananchi walikuwa wanaumizwa, wengine walikatwa miguu,
hawajaweza kupata fidia. Polisi walikuwa wanawafanyia wananchi madhira, mateso. Wengine walikuwa wanawafira wananchi kutoka kwa sehemu zao za siri. Bado wananchi hawajaweza kupona, na ndio maana unaona wananchi wanapiga shangwe. Sio jambo jema kufurahia mtu akiaga dunia, lakini situation inalazimisha raia wa Tanzania kupiga shangwe. Namba 2, sitaki niwe wa kuzungumza sana. Wananchi wamepoteza imani na mfumo wa haki katika taifa letu la Tanzania. Mfano, raia wengi wanaeleza kwamba wakienda kutoa taarifa kwa kituo cha polisi wanatishiwa. Wengine wanasema kwamba tunapopigwa hakuna anayechunguza. Mfano, mtu fulani aenda kupiga ripoti kwamba amepigwa, hakuna mwenye anaweza akachunguza. Unapoenda kuripoti kisa, wale polisi wanaweza wakamalizia hata wewe kukupiga. Ndio maana wananchi wanasema kwamba wamepoteza imani na mfumo wa haki. Wananchi wanasema kwamba polisi ya Tanzania imegeuka kuwa branchi ya CCM, tawi la CCM. Linachunga CCM, huku wale ambao wanapinga serikali wanaonekana kama maadui. Mwisho, wananchi wanasema kwamba kwenye katiba inasema kwamba kuna maandamano kipindi ambapo hujaweza kufurahishwa na jambo lolote lile, lakini polisi wanaona ukipinga serikali, ukiandamana, wanaona ni kana kwamba unafanya jambo la uhaini. Kwa hivyo wananchi hao wanaona kwamba polisi wote wanafanana, lakini ninaomba niweza kupingana na wananchi kidogo. Polisi wote hawafanani. Kuna polisi wazuri na kuna polisi wabaya, lakini sasa wale wabaya wanaharibia wale polisi wazuri jina. Mpaka sasa imechukuliwa kwamba polisi wote ni wabaya. Mimi sina mambo mengi. Asanteni sana.